آناء الليل وأطراف النهار. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي يسره للمذكرين تبشيرا، وتعالى الذي تكفل بحفظه للعالمين هاديا وبشيرا. والصلاة والسلام على من نزل عليه القرآن تنزيلا، ثم الحمد لله الذي المتفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه، المستحق بحمده والتقديس والتنزيه، القائم فيما يبرمه ويقضيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول النزيه، وعلى الأطهار من أهل بيته، وعلى الأخيار من صحابته، وعلى من سار إلى نهجه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu zanguni Waislamu watukufu, shukrani ni zenye kumrejea yeye Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kwamba tumeenda kujikuta hali ya kuwa tumezaliwa tuko Waislamu na tunaendelea kulelewa katika malezi ya Uislamu. Hivyo basi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupatie mwisho mema, mwisho ambao kwamba ni wa dini ya Kiislamu. Tukiendelea katika suratul Muddathir katika aya ya 52 mpaka mwisho wake wa sura, Allahu tabaraka wa taala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara. Katika maelezo na tafsiri yake pia kwa ufupi na kwa ujumla, hawa ambao kwamba wanadai kupewa karatasi lao hali ya kuwa limeshafunguliwa liko wazi, ni wenye kudai mambo ambayo kwamba ni ya heri, lakini hawakuwa ni wenye kufanya mambo ya heri. Pia vile vile tukiendelea katika dalili ya kusadikisha zaidi na kutilia mkazo zaidi katika aya hii katika Qur'ani tukufu juzuu ya 15 suratu Bani Israil, yani suratul Isra'i, katika aya ya 15 katika aya ya 13 Allah subhanahu wa ta'ala anasema ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Allah subhanahu wa ta'ala anaenda kutuelezea ya kwamba kila mwanadamu amemfungia amali katika shingo yake, kisha atafufuliwa huyo mwanadamu siku ya Kiyama, ndo siku ya malipo, na ataenda kukikuta kile ambacho kwamba kimefungiwa, hicho ambacho kama ni karatasi katika shingo lake, hali ya kuwa kimeshafunguliwa. Lakini katika suratul Mudaththir wao wanaelezea kwamba wale ambao kwamba wanadai kwamba wapewe mambo yao mema lakini sio watu wema, basi wao hapa ulimwenguni kitabu chao ni sawa na kwamba kimefungwa. Katika kuendelea aya nyingine anasema kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Hapa anasema hasha, kwani wao hawaogopi akhira? Yani anadaisha wale ambao kwamba sio Waislamu, wale ambao kwamba hawaamini katika mambo ya ghaib ambayo kwamba hayaonekani. Wao mambo yao wanataka wayaone ana kwa ana. Na pia vile vile katika kuendelea anasema kalla innahu tadhkira. Asha, hii Qur'ani ni ukumbusho kwa yule ambaye kwamba atafungamana na Qur'ani.
katika suratu Bani Israila tena vile vile katika aya ya 15 anasema man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha wala taziru waziratan wizra ukhra, ya kwamba yule ambaye kwamba ameongoka basi ameongoka nafsi yake kwa kufungamana na hii Qur'ani na kufuata yale ambayo kwamba yaliomo, na yule ambaye kwamba ameangamia basi ameangamiza mwenyewe nafsi yake, kwa sababu mambo ni mawili. Qur'ani tumewekewa ima uongoke ama ujiangamize mwenyewe, na atakayefungamana na Qur'ani basi huyo atakuwa ni mwenye kuongoka, na atakayeweka pembezoni Qur'ani basi huyo atakuwa ni mwenye kuangamia. Wama yadhkuruna faman shaa dhakara, basi yule ambaye kwamba atakayetaka na ajikumbushe kwa hii Qur'ani. Pia vile vile katika dalili yake ambayo kwamba tunapewa katika hii Qur'ani atakayefungamana nayo, katika suratu Zumar aya ya 70 tunaelezewa kwamba baada billahi minash shaitani rajim, wa wufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, na itapewa kila nafsi pale ambapo kwamba imetenda hiyo nafsi, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba anajua kwa yale ambayo kwamba mnayatenda. Katika aya ya mwisho ya kumalizia suratul Mudaththir anasema kwamba wama yadhkuruna illa an yasha Allahu huwa ahlu taqwa wa ahlul maghfira, na hiyo ni aya ya 56. Sura yenyewe ina aya ndefu zaidi, aya zake ni nyingi zaidi na maelezo yake si machache, kwa sababu kuelezea dalili za kiyama, mambo yake kiyama ni mengi zaidi hata kuliko umri huu mfupi wa duniani na umri mrefu wa kabrini, bali mambo ambayo kwamba yanaelezewa hapa ni mambo ambayo kwamba ni ya milele na milele, ambayo ndo siku ya kiyama yenyewe. Wama yadhkuruna illa an yasha Allah, hawa ambao kwamba wataenda kumkumbuka Mwenyezi Mungu hawatamkumbuka isipokuwa kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataka wamkumbuke yeye. Huwa ahlu taqwa, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio ambaye kwamba anastahiki kuabudiwa, na huwa ahlul maghfira, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba anastahiki kuombwa msamaha. Wa ila huna antahi wa aqulu lakum wassalamu alaykum wa la afwa minkum.